uzuri wingi wa furaha nichagulie Bwana. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ, Mheshimiwa Idrisa Kitwana Mustafa amewataka wananchi kuombea dua wazee waliotangulia mbele za haki, kwani wao ndio daraja la mafanikio katika nchi yetu. Ameyasema hayo katika hafla ya kumwombea dua hayati Eddington Kisasi katika wiki ya kuwaenzi viongozi wa kitaifa na waasisi wa mapinduzi ya Zanzibar na katibu wa kwanza wa chama cha Afro Shirazi, pamoja na siku ya kumbukumbu ya marehemu Mzee Abeid Amani Karume huko kwenye makaburi ya Wakristo Mwanakwerekwe mkoa Mjini Magharibi. Amesema kuwakumbuka viongozi hao ni jambo jema kwa sababu wao ni mashujaa na ndio waliopambania nchi na kuwawekea njia ya kufikia mafanikio tuliyofikia hivi sasa. Aidha, ameitaka familia ya hayati Kisasi kumwombea dua na kufuata nyayo za kiongozi huyo, kwani ni hazina na hadi sasa maono yake yanaendelea kufanya kazi nchini. Hivyo ipo haja ya kuthamini mchango wake na kujivunia mazuri aliyotuachia pamoja na kuishi kwa upendo, amani, mshikamano. Tumo katika kuadhimisha na kuwakumbuka katika kumbukizi za kuwakumbuka viongozi wetu, mashujaa wetu, watu walioacha alama njema kwetu katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Katika ratiba leo tukiwa na siku mahasusi ya miongoni mwao, ikiwa mmojawapo ni mzee wetu hayati mzee wetu Eddington Kisasi. Kwa kweli tumshukuru Mungu kwanza kutujalia kuweza kupata nafasi hii, na sisi na mimi binafsi nikawa kiongozi ambaye nimekuja leo kushiriki katika kuona kwa pamoja na viongozi wetu wa dini kuja kuzuru kaburi. Lakini hii ni bahati njema sana kwamba leo pamoja kuwa tumo ndani ya kumbukizi ambayo kilele chake inakuwa tarehe 7, ambacho mashujaa wetu wote huwa tunawakumbuka wakiongozwa na jemedari mkuu mzee wetu almarhum Sheikh Abeid Amani Karume. Wote hawa walikuwa na kazi kubwa ndani ya nchi hii. Alama yao, matendo yao mazuri yametufanya sote tuliopo hapa leo tuwe tuna nafasi pia ya kuwakumbuka kwa yale mazuri walioyafanya. Lakini kipekee nishukuru kanisa, lakini nishukuru pia wanafamilia kwa kuwa leo tuko pamoja, na kwa sababu nyie hasa ndio wenyewe. Na ukweli ni kwamba hichi tunachokifanya kuwakumbuka viongozi wetu, lakini kwa familia inakuwa ni sehemu ya familia kukumbuka ndugu yao, mzee wao, mtoto wao. Ni jambo jema sana, na siku zote tukumbuke kwamba wao walikuwa kama sisi na sisi tutakuwa kama wao. Kadiri tunavyopata muda tukaweza kuwakumbuka mashujaa wazee wetu hawa ambao walichonga mwiko wa nchi hii mzuri ambao leo hatupati kuungua mikono. Tuna kila sababu ya kujivunia mazuri yao ambayo walitutendea katika uhai wao, lakini na sisi kama binadamu wenzao ambao bado tuko hai, ikiwa kama serikali, ikiwa sehemu ya serikali, lakini na jamii, tuna wajibu wa kuwapa nafasi yao ya kuwakumbuka kwa yale mazuri walioyafanya. Rev Canon Christopher toka kanisa la Anglikana Dayosisi ya Zanzibar ameipongeza serikali kwa uratibu huu uliopangwa kuwakumbuka viongozi waliopita, kumbukumbu na kuwathamini juhudi zao katika kuongoza na kuleta maendeleo nchini. Tumetoa sadaka hii iliyo ya kumbukumbu kwa ajili ya wapendwa wetu waliolala mahali hapa. Mungu, sadaka ni ulinzi, sadaka ni ngome katika maisha yetu. Uipokeapo sadaka hii, Mungu, endelea Bwana kuwakumbuka ndugu zetu hawa tulioombea katika ibada hii, ili Bwana kama liko lolote linalo kutenga nao, sadaka hii kafanye wepesi wa kusogeza katika mkono wako wa kuume. Naye msemaji wa familia ya Kisasi, Emmanuel Eddington Kisasi, amesema amefarijika kwa serikali kuwa na utaratibu huu, kwani ni jambo jema. Tunaishukuru serikali kwa kutufanyia jambo jema kama hili, kumkumbuka mzee wetu, kwa sababu sisi wenyewe kama familia mioyoni mwetu bado baba anaishi.
Kwa hiyo tunawashukuru sana wote waliofika, pamoja wanafamilia wote na marafiki zetu. Na wanaunga mkono juhudi za serikali na kuienzi michango iliyotolewa na serikali hiyo.